Ambia watumiaji wa barabara na wote wanaokuja ndani ya mkoa wa Morogoro, wewe kama una gari lako bovu liweke huko nyumbani. Leo nimekuja pale na picha wote mmeziona. Kwa wakati nakwenda kulikuwa na magari mawili. Gari skani ya mtu amefungua silinda head anatengeneza ndani ya mbuga. Umeona wapi? Anamwaga oili umo, anamwaga sijui nini, anabadilisha vitu ajabu. Yaani unafanya service maintenance ya gari ndani ya hifadhi ya taifa. Wapi umeona? Hakuna popote duniani inaweza ikaruhusiwa. Sasa sisi watu wa Morogoro tunairuhusu kwa nini? Hakuna. Yaani tukubaliane, ukishaingia hapa kuna hapa tuko kituo serikali TANAPA na washukuru wamejenga hiki kituo cha kuingilia hifadhini kwa gharama kubwa, lakini jamani lazima tukubaliane. Yaani ukifika ndani ya hifadhi wewe uko kwenye eneo takatifu kwa sisi watu wa Morogoro. Na ukiharibikiwa ndani ya hifadhi utavutwa upelekwe nje kwa gharama zako mwenyewe. Hii ni rasilimali ya taifa yenye manufaa kwa Watanzania wote. Wewe peke yako gari lako limeharibika, unataka kuchafua mbuga afu huyo uondoke, anakusafishia nani? Mazagazaga mauchafu yaliyoko pale, nani anatarajiwa aje kusafisha kwa gharama gani? Hiyo it's not fair. Hakuna. Kwa hiyo naomba niwaambie tu kwamba haya tumeyaona leo na tunayaona kila siku na tunayasemea. Nitawaita TANROADS na TANAPA na wahusika wengine tujadiliane. Kama michezo ya ajabu ajabu inafanywa kwenye mbuga zingine huko, shauri yao. Lakini kwenye hifadhi ya taifa ya Mikumi, ukienda Udzungwa, ukienda Mwalimu Nyerere, sisi hifadhi zetu tunataka kuzilinda kama mboni ya jicho, kwa sababu tuna mkakati wa makusudi wa kukuza sekta ya utalii kwa manufaa ya Watanzania wote na wana Morogoro wote. Sasa hili hatuwezi tukaruhusu mambo ya kipuzi haya yanaendelea kijinga hapa. Kwa hiyo naomba kabisa kwamba tuambizane ukweli. Huko tunakokwenda watu wajifunze kuwa wasafi ndani ya hifadhi. Kwa hiyo hapa tuna eneo ambalo ni eneo ambalo linamilikiwa na kamishna wa ardhi kwa maana ya serikali ya mkoa wa Morogoro. Tumekubaliana tukae na TANAPA hawa na Mikumi National Park wana MINAPA na tuanze kuhamasisha uwekezaji katika maeneo hayo. Hapa nje ya pambana maeneo haya pana kilomita za mraba kama 6 na ngapi ambazo tunataka tukubaliane na watu wa kuyatangaza maeneo ya uwekezaji, na tungependa wazawa waje watengeneze waweke mahoteli, lakini yawe mahoteli ya viwango. Serikali ya mkoa inahamasisha hilo, lakini tunataka halmashauri ya Mvomero kwa upande huu. Kwa upande wa pili kule tunataka kutafuta maeneo kama hayo tuyatenge, lakini kwa halmashauri ya Kilosa, na kwa upande wa kule ambapo SGR inaingia kuna mlango mpya wa Mikumi pia. Kwa kuna uwekezaji mkubwa ambao tunataka tuhamasishe ili kuongeza uwezo wa Mikumi kuwa kivutio, lakini kuwa ni sehemu ambayo watalii wanaweza akaja wakafika sehemu wakalala asubuhi, wakaenda wakaangalia wanyama na kesho yake wakaondoka. Kwa hiyo tunajenga uwezo wa mtalii kuja Ijumaa mchana, Ijumaa jioni na familia yake, na kuondoka Jumapili usiku na Jumatatu akawa amerejea kazini Dodoma au Tanga au Dar es Salaam au Iringa. Lakini kusema kweli lengo ni hilo. Serikali ya mkoa inataka kuhakikisha kwamba Mikumi inabaki na sasa hivi watalii wengi wanaokuja Mikumi wanavutiwa nayo sana kwa sababu ya wingi wa wanyama na diversity. Wanyama aina mbalimbali wote unawaona kwa wingi. Sasa kama Mungu ametujalia watu wa Morogoro rasilimali hii, sisi hatutokuwa wa kwanza kuona watu ambao wanataka kutuharibia jambo letu tukae tunawaangalia. Haiwezekani.